Excellency, kwa sababu naona mara nyingi watu wakishangaa ni kwa nini tunaandamana na wewe. Hivi majuzi tumekuwa tukizungumza na wewe, na niseme hapa udhaya, katika hospitali hii ya Mwai Kibaki tayari mheshimiwa amesahau kusema umetupatia hospitali tuongeze manyumba na vitanda 120 na ukatupa nusu bilioni ya kuendeleza hiyo hospitali. Nataka nikushukuru. Nikarudi nikaja nikakwambia mambo yangu yamekwama pale katika PGH. Hospitali yangu ilijengwa 1927. Haina vitanda vya kutosha. Nataka nikushukuru Your Excellency kwa sababu wiki jana contractor mwenyewe alikuja Mchina na yuko kwa ground, ameanza kufanya kazi. Hospitali ya bilioni 1 itajengwa. Na tunataka kukushukuru sisi watu wa Nyeri kwa sababu umetusaidia pale. Tunapozungumza rais, nimepitia Rorengo nikija. Rorengo inaendelea na tarehe 12 Disemba umeniahidi tutafanyia sherehe za Jamhuri pale. Nataka nikushukuru. Asante sana. Your Excellency, jambo la mwisho. Angalia mtu akitoka Nairobi anafika pale katika ile Marwa Roundabout Exchange. Nikakwambia Your Excellency, mambo yetu yakikwamia hapo Nyeri itakufa. Ukatoa amri barabara iendelee, itoke hapo ifike Nyeri town, iende Muiga na iende kwa airport. Nataka nikushukuru. Wewe ambaye unashindwa kwa nini mimi ninatembea na rais, nimekujibu. Na hiyo ndiyo jibu langu. Na nitaendelea kutembea na rais kwa sababu anatenda. Tuko pamoja. Na basi ningetaka niwaombe wale watu wote ambao tuko kwa sasa, serikali iko kazini, inafanya kazi. Tulichagua serikali itufanyie nini? Kazi. Je, itafanyaje kazi kama sisi kazi yetu ni kuivuruga na kelele kila siku? Tuache wale wanataka kupinga serikali waendelee, lakini wananchi tuachie serikali nafasi itende kazi tuliyoipatia ambao ni faida kwetu.